Katika maeneo ya Singida, simulizi nyingi za wazee hubeba hekima nzito kuhusu mila na desturi zilizokuwa msingi wa malezi na maadili ya jamii. Miongoni mwa mila hizo ipo adhabu maarufu iliyojulikana kama njogoda, utaratibu wa kinidhamu uliotumiwa kurekebisha mienendo mibaya na kulinda maadili ya jamii. Kwa mujibu wa wazee wa jadi, njogoda haikuwa tu adhabu ya kuumiza au kuaibisha, bali ilikuwa ni somo la kijamii. Ilitumika pale ambapo mtu, hasa kijana, alipokiuka maadili yaliyokubalika kama vile kukosa heshima kwa wakubwa, wizi au tabia zisizofaa kijamii. Adhabu hii mara nyingi ilitekelezwa hadharani, jambo lililolenga kutoa fundisho si tu kwa mhusika bali kwa jamii nzima. Kufinya mtoto mdogo, unamfinya asirudie kitu ambacho hakileti maana katika jumuiya. Kwa hiyo sasa, mtu mkubwa huwezi kumfinya ama mtafinyana. Kwa hiyo ilikuwa ni kumpa adhabu, na adhabu ndio tunaita njogoda, ni kumfundisha apate kukumbuka kwamba alichokifanya si sahihi katika maisha ya wenzake wanaomzunguka. Njogoda inaweza ikawa huyo kijana amefanya uhalifu, kumsemea mabaya baba, kumsemea mabaya mama, mtu mzima kwa jumla kipindi kile, mtu mzima. Au pengine mnakutana njiani, anakuumiza, mwingine aliye jirani yako anaweza kusema, wewe bwana unafanya vibaya, huyu mzee wa watu mbona alikuwa anapita wewe umefanyaje? Kwa hiyo ni kosa ambalo lilikuwa linamfundisha mtu kwa kumfinya kwa njia hii ya njogoda. Adhabu zilizokuwa zinatolewa kwa Kinyaturu inaitwa njogoda. Kwa hiyo yule aliyoleta hiyo, aliyotoa hiyo lugha lazima achukuliwe hatua, au aliyosababisha ugomvi akapiga lazima achukuliwe hatua. Kwa kipindi kile pesa ilikuwa haipatikani kwa urahisi. Vitu vilivyokuwa vinapatikana kwa urahisi ni mali, wanyama. Kwa namna hiyo, njogoda ilisaidia kujenga jamii yenye mshikamano, heshima na uwajibikaji. Vijana walikuwa wakifahamu mipaka ya matendo yao, huku wakijifunza thamani ya kuheshimu mila na desturi zao. Hali hii ilichangia kupunguza vitendo vya uhalifu na kuimarisha uhusiano mwema baina ya wanajamii, kama ambavyo wanazungumza wazee hawa kutoka Singida. Mtu akishapewa njogoda anaonekana ana mapungufu. Kwa hiyo watu walikuwa wanajitahidi wasiingie kwenye huu mtego wa njogoda. Leo matokeo yake watu wanaishi kwa amani, wanaheshimiana, wanafanya kazi kwa bidii. Kila mtu afanye kazi kwa bidii ili asiende kuiba kwa mwenzake, lakini utulivu pia wa kuhakikisha kwamba ukoo unaishi kwa amani. Ya njogoda ni fundisho, usirudie. Maisha sio hayo, hawaishi hivyo watu wote, jumuiya haishi hivyo. Wewe usivunje miko, ndio tulikuwa tunaambiwa neno jingine, mwiko. Hata hivyo, kadri nyakati zilivyobadilika na mifumo ya sheria za kisiasa kuanza kutawala, matumizi ya adhabu kama njogoda yamepungua kwa kiasi kikubwa. Wapo wanaona kuwa baadhi ya vipengele vyake havilingani na haki za binadamu za sasa, lakini bado wazee wengi wanaamini kuwa kulikuwa na hekima kubwa ndani yake. Tabia zetu hizi zipo nzuri kabisa, tuziheshimu. Maendeleo sio kusahau yale ambayo wenzako waliwakuta wanaishi nayo na ndio wamekuzaa na wewe, wamekuweka katika dunia. Mila ndio msingi wa makuzi wa kwanza, kabla mtu hajavuka kiwango cha familia kwenda kwenye kiwango cha ukoo au amewekwa vizuri. Kutokea hapa Singida, msimulizi wako ni Robert Onesmo, na hii ni Generation Zamani ndani ya Arasili.